Kilimo cha bangi kimeendelea katika baadhi ya maeneo ya mkoa wa Morogoro, huku wakulima wakibadili mbinu na kuingia mbali zaidi ndani ya hifadhi, wakiamini maeneo hayo ni magumu kufikiwa na vyombo vya dola. Hali hii imeibua wasiwasi mpya, kwani shughuli hizi haziishii tu kwenye ukiukwaji wa sheria za dawa za kulevya, bali pia zinaweza kuathiri mazingira, wanyamapori na vyanzo vya maji. Operesheni ya hivi karibuni katika vijiji vya Visengele na Lugenge wilayani Mvomero imefanikisha kuteketeza ekari 603 za bangi ndani ya siku 14, kukamata magunia 49 ya bangi yalikuwa tayari kwa usafirishaji na kuwakamata watuhumiwa 13. Kwa mujibu wa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya DCEA kupitia kamishna jenerali wa mamlaka hiyo Areta Silimo, anasema hatua za hivi karibuni ni sehemu ya mikakati endelevu kwa serikali ya kudhibiti uzalishaji wa dawa za kulevya nchini, hususan bangi ambayo imeendelea kuzalishwa katika baadhi ya maeneo ya hapa nchini. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya katika mwendelezo wa kampeni yake maalum ya kudhibiti dawa za kulevya zinazozalishwa hapa nchini hususan bangi, imeendelea na operation maalum katika vijiji vya Visengele na Lugenge vilivyoko katika wilaya ya Mvomero, mkoa wa Morogoro, hususan kwenye hifadhi ya Mikumi na nje ya hifadhi ya Mikumi, na kufanya operation maalum ya kuteketeza mashamba ya bangi, ambapo ndani ya siku 14 imefanikiwa kuteketeza ekari 603, imekamata magunia ya bangi 49 na kukamata watuhumiwa 13 kuhusiana na uhalifu huo. Katika eneo hili tumeona kwamba operation hizi zilianza toka mwaka 2023 ambapo hadi leo 2026 tumeona pia bado wananchi wanaendelea kulima bangi ndani ya hifadhi lakini pia nje ya hifadhi. Na katika operation tulizofanya safari tumegundua kwamba wamelima mbali zaidi ya maeneo ambayo operation zilishafanyika awali, wakidhani labda mamlaka itashindwa kufika katika maeneo hayo. Kwa sasa mamlaka inasema mapambano haya hayaishii tu kwenye kuteketeza mashamba pekee, bali pia kuimarisha ufuatiliaji na kuwashirikisha wananchi wanaozunguka hifadhi ili waweze kutoa taarifa kuhusu uwepo wa mashamba ya bangi. Wastani wa maeneo ambayo wamealima ni makubwa na ndani ya mto ulioko ndani ya hifadhi ya Mikumi. Tutafanya mwendelezo wa hizo operation na kuhakikisha kwamba dawa za kulevya zinaisha katika mkoa wa Morogoro, kutokana na kwamba mashamba makubwa zaidi yanalimwa ndani ya hifadhi lakini nje ya hifadhi katika vijiji mbalimbali vilivyoko katika mkoa wa Morogoro. Na operation hizi zitakuwa ni endelevu hadi hapo wananchi hawa watakapoacha kulima bangi katika maeneo haya. Lakini pia mamlaka itaendelea kutoa elimu katika maeneo haya, lakini pia kwenye vijiji mbalimbali vinavyozunguka hifadhi na vinavyozunguka mapori haya, ili waweze kuwa na mabalozi wema kwa mamlaka na kutoa taarifa mbalimbali pale ambapo wanapobaini kwamba kuna mashamba katika maeneo haya, pamoja na kwamba maeneo haya yako mbali sana na vijiji na makazi ya wananchi. Lakini mamlaka itaweka intelijensia ya kutosha ili kuhakikisha kwamba hizi operation na hawa wahalifu tutaendelea kuwakamata na kuhakikisha kwamba zao la bangi katika mkoa wa Morogoro linamalizika. Kadri wakulima wa bangi wanavyoingia mbali zaidi ndani ya hifadhi, ndivyo changamoto inavyobadilika kutoka swala la dawa za kulevya na kuwa pia swala la uhifadhi wa mazingira. Swali ni je, mikakati ya sasa inatosha kufuatilia mbinu hizi mpya? Mkoa wa Morogoro ambao umekuwa ukitajwa zaidi kwa matumizi ya dawa za kulevya hususan bangi, unaweza kuchota mifano kutoka jiji la Tanga ambalo limewatumia vijana kama sehemu ya kuleta mabadiliko kupitia mradi wa Focus on Youth Not the Substance unaotekelezwa katika kata 27 za jiji la Tanga kupitia programu ya Tanga Yetu kwa ushirikiano wa halmashauri ya jiji la Tanga na Gift of Hope Foundation kwa ufadhili wa Foundation Botna na usimamizi wa Innovex. Mradi huo umewafikia vijana wengi ambao kwa sasa ndio wanaongoza vita dhidi ya dawa za kulevya. Mimi ni Dennis Mwasalanga.